Wapendwa, karibuni ili tuweze kutafakari neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 18, 37 hadi 38. Maandiko matakatifu yanasema, basi Pilato akamwambia, wewe umfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwamba kwa ajili ya haya mimi nilikuja ulimwenguni ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli huisikia sauti yangu. Pilato akamwambia, kweli ni nini? Naye akiisha kusema neno hilo, akawatokea Wayahudi tena, akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake. Amen. Basi kulingana na somo nimeweza kuipatia kichwa kwamba Yesu ndiye njia ya kweli. Wapendwa, mwandishi katika kitabu hiki cha Yohana ni kulingana na mapokeo ya Wakristo ni Yohana mwenyewe, lakini kusudi lake la Yohana kuandika kitabu hiki ni kwamba Yesu ndiye Masihi, mwana wa Mungu, mtoaji pekee wa uzima wa milele. Wapendwa, katika somo tunaona kwamba Pilato amehusika katika kuuliza maswali mawili. Swali la kwanza ni kwamba Yesu, wewe umfalme? Lakini pia swali la pili ni kwamba ukweli ni nini? Wapendwa, kweli ni kwamba Yesu ndiye nuru ya kweli, kwani amejaa neema ya kweli, na kwa sababu hiyo neema ya kweli vilikuja kwa njia ya Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa katika Yohana 1:17. Yesu mwenyewe alisikia kweli kutoka kwa Mungu Baba, na kwa neno la Mungu ile kweli, licha ya swali lake Pilato kukosa kujua kuwa licha ya swali Pilato kujua swali ya kwamba kweli ya sababu ya ile chuki yake Pilato. Lakini basi sehemu muhimu na maalum kwake Yesu ni kushuhudia ile kweli na kuelezea watu kweli hiyo. Yesu Kristo anasema, mimi ndimi njia ya kweli, ukisoma katika Yohana 14 mlango ule wa 6. Kwa hiyo tunapaswa kusimama na ile kweli kulingana na neno la Mungu linavyotufundisha, kwa kukataa mafundisho ya uongo na mafundisho ya upotovu. Lakini kwa hiyo mtu yule atendaye mema hujulikana katika mema yake, na kweli itakuwa ndani yake. Lakini atendaye mambo yasiyo mema, kweli haitakuwa ndani yake. Na katika Luka 43 na Luka 6:43-44a, kwa maana hakuna mti uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri, kwa maana kila mti utambulikana kwa matunda yake. Basi tunapaswa kuwa bora katika mioyo yetu, na pia kwa kutunza mazingira yetu kama agizo la Mungu kwa mwanadamu, tukisoma katika Mwanzo 1:26 jinsi Mungu alivyomwagiza mwanadamu. Lakini katika hili mazingira yanavyovutia na kupendeza, ndivyo Mungu anataka mioyo yetu kuvutia kwake. Na kwa maana hiyo kweli unaohusiana na hali ya hewa ni kwamba ukame umeletwa na kuharibiwa kwa mazingira, kwa ukataji wa miti na kusababisha ukosefu wa mvua. Na kwa maana hiyo tunahimizwa kupanda miti nyingi ili kuleta mabadiliko katika hali ya hewa ya usoni. Amen.